mpendwa, ninakukaribisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwa kipindi chetu cha siku ya leo, himizo wiki hii. Ni kipindi cha katikati ya wiki ambapo tunatumia neno la Mungu kuhimizana na kutiana moyo, maana najua kuna changamoto tofauti tofauti, kila mtu ako na kila aina ya changamoto na ni vizuri katikati ya wiki tunahimizana. Pastor Fred Omachi Leshamwata, ninakukaribisha hapa Gospel Alive Church kwa kipindi cha himizo wiki hii. Hebu tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii kupokea himizo kutoka kwa neno lako kupitia kwa Roho Mtakatifu. Naombea watazamaji wangu wote, kila mmoja mahali wapo. Bwana, kutana na kila mmoja, ukawainue, ukawabariki. Neema yako ikajae tele kwa kila mmoja. Tatua matatizo wanayokumbana nayo. Tunapozungumza neno lako, naomba ukatende yale umekusudia. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Basi kipindi chetu cha himizo wiki hii tunasoma kifungu cha 3 ama mlango wa 3 wa kitabu cha Ufunuo. Ufunuo mlango wa 3 tunasoma haya ya 21. Kifungu cha 21 mlango wa 3. Ufunuo mlango wa 3. Ni vizuri narudia ndio watu waweze kufungua, wale watafungua. Na kama uwezi, utakapofika mahali unaweza kaa chini ufungue, unaweza fungua. Ni Ufunuo, kitabu cha Ufunuo ni kitabu cha mwisho katika Agano Jipya ama katika Biblia. Ndio kitabu cha mwisho kabisa. Tunasoma mlango wa 3 kifungu cha 21 ama haya ya 21, na inasema hivi. Na kichwa ama ujumbe wangu ama somo letu la leo ni kwamba Mungu anatarajia tushinde. Mungu anatarajia tushinde. Matarajio ya Baba wetu wa mbinguni, matarajio ya Bwana wetu Yesu Kristo, haijalishi ni nini utajikuta, Mungu anatarajia hatimaye ushinde. Na yeye hupeana neema kwa ajili ya hiyo. So ujue Mungu anatarajia ushinde. Inasema hivi: kwa yeye ashindaye nitampa kukaa nami katika kiti cha enzi, jinsi nami nilivyoshinda na nimekaa chini katika kiti cha enzi cha Baba. Mungu anatarajia ushinde. Najua kuna mambo mengi, kuna vita vya aina mbalimbali unaweza unapigana hata sasa, kama sisi kama ulimwengu watu wanapigana na vita kinyume na corona. So ni vita tofauti, wengine wanapigana vita ya upungufu, wengine wana mambo tu mengi yanaendelea katika maisha yao. Na katika mambo yote na katika changamoto zote unazopitia, Mungu anatarajia ushinde. Hiyo haina swali. Na ndio unaona kile kifungu kinakuambia ni kwa yeye ashindaye. Inamaanisha Mungu anatarajia ushinde, na akaweka ukishinda kuna mambo anakufanyia. Ule sio ndio mstari wa pekee unaosema kwa wale washindi. Kila kanisa aliyeandikia kuanzia mlango wa 2 wa Ufunuo anaandikia makanisa 7. Na ukisoma kila kanisa kuna maandiko ya kushinda. Na ndio nimechukua moja. Kwa makanisa yote aliyeandikia katika kitabu cha Ufunuo, makanisa yale utakuta 7 yako katika Ufunuo kuanzia mlango wa 2 imekuja mpaka mlango wa 3 akiandikia makanisa.
na anasema kwa kanisa ya Efeso, kwa kanisa ya Thyatira, kwa kanisa ya Philadelphia, na makanisa haya yote hakuna mambo anayowaambia. Na ukitaka kujua ni nini, nilijua Mungu anatarajia tushinde, maana makanisa yote 7 anayoongelesha, kuna mambo tofauti amewaongelesha, lakini hili la kushinda amerudia kwa kila kanisa. Anasema kwa yeyote ashindaye, kwa kila kanisa. Kwa hivyo mpendwa, mahali ulipo, kwa hali yoyote unaweza jikuta, vita vya aina yote unayopigana navyo, nataka ujue kwamba Mungu amepeana neema ya ushindi, na ndiyo nakakwambia Mungu anatarajia tushinde. Haijalishi ni nini. Unaweza kuwa na changamoto yako ndiyo moto kabisa, lakini hata ukiwa katika hilo changamoto ambayo unaona ndio limewaka moto kabisa, Mungu anakupa neema, na neema yake na matarajio ya Baba wako wa mbinguni na Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba tutashinda. Anatarajia tushinde. Kila kanisa zote, makanisa haya aliandikia, na wewe kama mshirika wa kanisa yoyote ambayo unaamini Mungu hapo, Mungu anatarajia ushinde. Na anasema kama huu mstari ambao tunasoma leo, anasema kwa yule anayeshinda. Inamaanisha nimeweka vitu hapa, na ndio uhitimu kufikia vile vitu nimekuwekea. Mungu tuseme ndivyo anakuambia, anatarajia ushinde, na ukishashinda yale unapitia, utafika akufanyie mambo fulani kwa washindi. Anasema kwa yule ashindaye, na yeyote ashindaye. Inamaanisha anatarajia ushinde. Na wiki ingine tutaongea kuhusu washindi, mambo, tabia ya washindi, vile wanajiweka ndio washinde. Lakini hata kwa sasa, haijalishi hapo unaponisikizia, hapo unaponitazamia, Mungu anatarajia ushinde. Na ukishashinda anakuambia hivi kwa huu mstari wa leo, himizo letu la leo, na kwa yeyote ashindaye. Haijalishi cheo chako, haijalishi umri wako, haijalishi whether wewe kwa jamii uko na cheo gani, ushindi wa aina yoyote Mungu anatarajia ushinde. Mradi kuna mahali kuna kung'ang'ana. Ushindi huja kwa sababu kulikuwa na mashindano ama kulikuwa na vita. Ushindi huja kwa sababu kulikuwa mashindano, inamaanisha kuna watu wengi wanajaribu kufikia pale. Kama sasa kuna mashindano ya resources, kuna mashindano ya rasilimali. Unaona, maana rasilimali saa nyingine zinakuwa chache, mahitaji yanakuwa mengi, so kunakuwa na kung'ang'ania ile rasilimali kidogo. Kwa mfano pesa inayopatikana, mahitaji inakuwa mengi. Lakini katika mambo haya yote kuna mahali unatarajiwa ushinde. Na kwa yeyote anayeshinda, kwa huu mstari wetu, Mungu amejipatia commitment, ama amejipeana, ameahidi na akajitoa kwa ahadi fulani. Anasema yule ashindaye nitampa kukaa kwenye kiti cha enzi. Haleluya! Ya kwamba kiti cha enzi, tunaongea kuhusu sasa utawala. Watu hufanya vituko, watu hufanya siasa za kukalia viti vya enzi, watu hufanya mipangilio kukalia viti vya enzi. Hata sasa kisiasa unasikia miungano inafanywa, watu wanaanzisha vyama kwa ajili, wanajiandaa wakitafuta nafasi ya kukalia viti vya utawala, viti vya enzi. Hapa Mungu anasema ukishinda yale unapitia sasa, ukiyashinda, kuna majaribu yanaweza kuwa ndio unapitia, kunaweza kuwa changamoto ndio unapitia, kunaweza kuwa taabu ndio zimekukumba, kunaweza kuwa kuna mambo tu inaendelea ambayo Mungu anajua unayapitia, lakini anatarajia ushindi. Unaweza kuwa pia umeshambuliwa, shetani amekushambulia,
kuna mambo watu wanakushambulia, wanaweza kuwa hata ni nguvu za giza zinakushambulia, lakini katika yote Mungu amekupa neema ya kushinda na anatarajia ushinde. Na ndiyo akakuambia yule ashindaye, yeyote ashindaye, nitampa kukaa katika kiti changu cha enzi. Inamaanisha tunashiriki utawala na Yesu. Na yeye mwenyewe anakuambia yeye ndiye mfano. Anasema jinsi mimi Kristo nilivyoshinda, yeye alishinda. Hebu tuangalie ushindi wake kidogo tu kwa ajili ya wakati nimalizie. Angalia ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anatumia yeye mwenyewe kama mfano. Anasema jinsi nami nilivyoshinda na sasa nimekaa katika kiti cha enzi cha Baba. Mungu alitarajia Yesu ashinde. Ni nini Yesu alishinda? Yesu kuna mahali hakuwa na kiota, kama alisema mwana wa Adamu hana hata kiota, ndege wako na kiota, yeye hana mahali pa kuweka kichwa. Alikumbana na hali kama hiyo. Kuna mahali akasikia kiu, akasema ana thirst, anasikia kiu akiwa msalabani. Alikuwa na watu akimtukana pale msalabani. Alikuwa na watu wanamuita anatoa mapepo kwa nguvu za shetani Beelzebub. Alikuwa na vita vyote, wakasema huyu anajifanya ni mwana wa Mungu, so hawataki yote na mambo yote. Ako na umati wa zaidi ya watu 5,000 na wanastahili wakule na hakuna kitu, na wako mahali kwa jangwa. Hii yote utaipata kwa Biblia, mambo aliyokumbana nayo. Anafika mahali anataka apatie hawa watu mikate, anauliza tutapata wapi mikate ya kupatia hawa watu? Inamaanisha amefika mahali watu ni wengi, hitaji lao ni kubwa, lakini resources ama rasilimali zinazoweza patikana zinafanya ulize swali. Machangamoto, msalaba wenyewe, kupigwa mijeledi, kubebeshwa msalaba, dhiki, kutukanwa, kuambiwa kila kitu. Sikiza mpendwa, na majaribu mengine yote Yesu alipitia. Anasema yeye alishinda. Yeye alishinda mpaka ya kutoa damu msalabani na kufa. Alishinda hiyo. Na anasema jinsi mimi nilivyoshinda. Huyo ni Bwana Yesu Kristo anaongea. Jinsi mimi nilivyoshinda na sasa nimekaa kiti cha enzi cha Baba. Hivyo ndivyo anasema ukishinda. Na wacha nikatishe nikwambie, ukishinda anakupa kutawala hali zako pia. Anakupa kutawala mambo mengine. Sasa hii inaweza kuwa inakukalia. Anakupa utawala, anakupa mamlaka, anakupa ya kwamba sasa wewe ndiye kusema. Kwa hivyo Mungu anatarajia ushinde yote unayopitia. Bwana akubariki. Bwana ukumbuke hiyo. Mama yangu, dada yangu, baba, ndugu yangu, dada, kaka yangu, Mungu anatarajia ushinde. Na ukishinda utatawala. Kutawala ni mfano ya kwamba unakuwa uko juu ya mambo iliyokaa ndio inakutawala. Unakuwa ni kama wewe ndiye kusema. Nimeongea. Inakuwa tena si issue zinakushinda, ni kwamba wewe ndiye kusema. Jeshi ikipigana alafu ishinde, huwa saa nyingine wanakuwa ndio kusema, ndio wataamua vile kutaenda. Na Mungu anasema anatarajia ushinde, na anasema ukishinda atakupa kutawala pamoja naye, kukalia atakupa. Ni yeye anakupa. Huenda unatafuta kura 2022 na mambo skini hizo. Kitu cha kwanza, tafuta Mungu. Ukiwa na Mungu, yeye anasema ukishinda mambo fulani, yeye ndiye atakupa. Na tunajua uongozi, utawala utoka kwa Mungu. So yeye ndiye atakupa kukalia kiti cha enzi. Jinsi yeye, na sisemi tu kiti hapa, anakupa njia fulani ya kutawala mambo, kutawala issues, kutawala. Atakupa hekima, atakupa kukalia vile yeye mwenyewe alishinda na amekalia kiti cha Baba, enzi, kiti cha enzi cha Baba. Yeye anaahidi ukishinda yale unapitia, na anatarajia ushinde upate kukaa na kutawala mambo
Hebu tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu naombea wapendwa wote ambao wananitazama na wamesikia unatarajia washinde, na kwa mshindi utamfanya atawale, utamfanya awe juu ya mambo yote. Naomba ukawape ushindi katika hali zote wanazopitia. Naomba ukalete ushindi wa nyumbani, wakawe washindi kazini, wakawe washindi katika biashara, wakawe washindi na katika challenges na changamoto, wakawe washindi katika hali zote. Fanya mpendwa huyu awe mshindi. Amekungojea pale akipigana vita ya kibiashara. Naomba umpe ushindi. Kwa mipango yake kumekuwa na misukosuko. Bwana umesema atashinda, maana unatarajia washinde. Naomba ukawawezeshe, neema ya ushindi iwe na kila mmoja, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana akubariki. Kipindi cha himizo wiki hii ndio hicho. Bwana akubariki. Tuungane tena wiki ijayo na Jumapili kanisani pia, wakati tunakuletea ibada zetu katika Jumapili. Na Bwana akubariki. Tuko Kasarani Mwiki, Red Soil, ACK Road, barabara ya 13. Huko Tanzania kulikuwa na kwaya ilikuwa Oliengulu, barabara ya 13. Sasa Gospel Alive hapa Mwiki tuko barabara ya 13, ukitoka ACK Road karibu na ofisi ya chifu. Karibu sana kanisa. Ibada zitakaporudi unaweza kututembelea hapo. Tunapenda ukitutembelea, ungana nasi uone vile huwa tunamtumikia huyu Mungu na kumwabudu, na Mungu utenda miujiza katikati yetu. Bwana akubariki sana. Lakini kwa ajili ya himizo wiki ijayo wakati kama huu, katikati ya wiki tutakuja tukikuletea kipindi kingine himizo wiki hii. Bye bye. Nakupenda. Mungu akupe ushindi, maana anatarajia ushinde, na ukishinda amekuahidi mama utashinda, hata yale unapitia utashinda.